tutamuimarisha mkaguzi wa ndani. Asante sana. Alikuwa ni Oran Njeza, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bajeti. Asante sana mheshimiwa. Basi nikuruhusu ukakae kwenye nafasi yako kusubiri waziri wa fedha atakapokuwa na wasili, manake tayari amekwisha anza kuwasili katika viwanja hivi vya bunge. Mtazamaji, bila shaka umeona msafara umeingia kabisa hapo. Naiona gari ya naibu waziri wa fedha, lakini gari ya waziri wa fedha tayari hapa. Kinachosubiriwa hapa tu ni baadaye waziri kuingia ukumbini na kuanza kusoma ile bajeti ya serikali, bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Wakati kamera yetu inaendelea kukuonyesha kule wageni mbalimbali wanaoingia, na tunavyomsubiri hapa waziri wa fedha Daktari Mwigulu Nchemba kuingia hapa, wanahabari huku nao wakiwa wametega kamera zao mbalimbali za vyombo vyao kwa ajili ya kuhabarisha Watanzania kile kinachoendelea. Mheshimiwa mbunge, habari za leo? Salama kabisa. Habari za TBC? Salama kabisa, na hii ni Bunge TV. Tunakukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja. Kwanza unajisikiaje mpaka leo unaenda kuipokea bajeti kuu ya serikali? Kweli mimi najisikia vizuri. Hii ni bajeti ya 5 toka nimeingia bungeni hapa excuse me. Na ninayo matarajio tu makubwa, kwa sababu hii bajeti maana yake ni mkusanyiko, ni mjumuisho wa zile bajeti za wizara mbalimbali ambazo tumezipokea. Kwa hiyo sina mashaka, nategemea kuona bajeti ambayo itaendelea kumrahisishia maisha Mtanzania. Bajeti tunayoimaliza sasa hivi mwezi wa 6, tayari waziri wa fedha Daktari Mwigulu Nchemba, mtazamaji, amekwisha kuingia pale. Nilikuwa nazungumza na mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tayari amekwisha ingia kule ukumbini kwa ajili ya kwenda kusubiri basi taratibu nyingine na ratiba nyingine ikiingia. Daktari Mwigulu Nchemba pamoja na wasaidizi wake wameshaingia, kwa hiyo yeye ndiye anaingia hapa na kisanduku chake kimeandikwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2025 2026. Matazamio ni mengi sana kwa Watanzania, matarajio ni mengi sana kwa Watanzania kuangalia kwamba ile miradi ya kimkakati inayotekelezwa itaenda kukamilika kwa namna ambavyo tumekuwa tukielezwa na serikali, na miradi mikubwa ya kimkakati, miradi ya kati na ile midogo, yote kitegemea kisanduku kile kilichobeba hotuba ya Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, daktari huyu waziri wa fedha, akiingia moja kwa moja kule na kamera zetu zikiendelea kumuonesha. Kule studio tunaye Christina Nkya akiwa na mchambuzi wa masuala ya uongozi, naye atakuwa anazungumza mawili matatu wakati nasi tukianza kushika njia kuelekea studio kwa ajili ya kujiunga na mtangazaji mwenzangu Christina ili kuweza kukuletea matangazo haya moja kwa moja. Punde wakati waziri anawasili katika ukumbi wa bunge, utakuwa unashuhudia hotuba yake. Karibu, usiende mbali ili uweze kuyasikia ya mwaka 2025 kuelekea 2026. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa bungeni. Kama tulivyoahidi pale asubuhi kwamba jioni tutarejea mahali hapa kwa ajili ya kuwaletea ama kusikiliza bajeti kuu ya serikali. Ikumbukwe kwamba bajeti hii ya serikali inasomwa kwa baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, nako huko watakuwa wanasoma bajeti zao. Kama tunavyoona mpenzi mtazamaji, sasa hivi ukumbi wa bunge umesheheni wabunge, lakini pia kwenye majukwaa yetu ya wageni tuna wageni mbalimbali, wageni mashuhuri ambao na wao wametoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuja kushuhudia bajeti ikiwa inasomwa